Wizara ya Mambo ya Ndani na Naibu Katibu Mkuu ndugu Maduhu Kazi, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wote kutoka Mkoa wa Dar es Salaam. Tambue pia kuwepo kwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote ambao wako nasi hapa, lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Temeke na Mheshimiwa kwa wilaya wengine waliopo nasi, makamishna wa polisi, wakuu wa Jeshi la Polisi wastaafu pamoja na makamishna wastaafu, mwenyekiti wa bodi ya vyuo vya polisi ndugu yetu Mihanjo, pamoja na wakuu wa vyuo vya polisi mliopo nasi hapa, viongozi na maafisa waandamizi wa serikali, viongozi wa vyama vya siasa, lakini tambue pia kuwepo kwa viongozi wa dini, maafisa na wakaguzi wasaidizi, wahitimu ambao ndio wametukusanya leo hapa, wageni wote waalikwa wenzangu, ndugu wananchi, wanahabari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Nawashukuru sana. Mheshimiwa IGP, kwanza nami niungane na wote waliotangulia kusema na kumshukuru Mungu kwa hii shughuli ya leo hapa, nami naongeza sauti yangu katika shukrani hizo. Aidha, kwa namna ya kipekee ni kushukuru sana kwa Jeshi la Polisi nchini ya IGP Camillus Wambura kwa kunialika na kunipa heshima kwa mgeni rasmi kwenye mahafali haya ya kozi ya uafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi, kozi namba 1 ya mwaka 2024-2025. Hapa niipongeze kamati na wote waliohusika katika maandalizi ya sherehe hizi. Ni sherehe nzuri na kwa kweli sherehe zimefana vizuri sana. Hongereni sana. Mheshimiwa IGP, nakushukuru kunialika hapa leo. Ni mara yangu ya 3, nadhani ya 3 kuweko hapa. Nilikuja mara ya kwanza kabisa kuongea na polisi wanawake katika uwanja huu, kwa ni mara ya kwanza kabisa. Mara ya pili nilikuja kwa sherehe, nadhani wahitimu hivyo hivyo, na leo ni mara ya 3 kama sikosei. Lakini kila ninapokuja nakuta mabadiliko ndani ya eneo, lakini mabadiliko ya wanaotukusanya, mabadiliko ya wana wetu wa polisi, lakini mabadiliko ya mafunzo, mabadiliko ya eneo. Hongera sana mkuu wa chuo hapa. Lakini Mheshimiwa IGP, nikupongezeni ukiwa wewe ndio mkuu wa jeshi hili, nipongeze jeshi kwa ujumla, lakini na wewe. Kwa kweli tukisema ukweli, tunaanza kuona mabadiliko makubwa ndani ya jeshi la polisi. Kwa kweli na kushukuru kwa hadithi ulioisema. Umesema mambo ambayo yalikuwepo hayapo, lakini hata ukiangalia nidhamu ya polisi wetu, lakini pia utendaji wa kazi wa polisi wetu, manunguniko yaliyokuwepo kwa jeshi la polisi kwa kiasi kikubwa yamepungua. Hongereni sana sana sana. Na hivi ndivyo jeshi linavyotakiwa kuwa. Jeshi letu la polisi ndivyo linavyotakiwa kuwa. Vile vile kwa namna ya pekee ni kupongeze Mheshimiwa Innocent Bachungwa kwa usimamizi mzuri wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Natambua kuwa hii si wizara nyepesi kuiongoza, lakini kwa muda mfupi ambao nimekabidhi wizara hii umekuwa mwepesi wa kujifunza na umeonyesha kuimudu. Hongera sana Mheshimiwa na timu yako, Katibu Mkuu na wengine, hongereni sana. Ndugu wahitimu, maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi, nafurahi kupata wasaa
wa kuweza kuzungumza nanyi wote kwa wakati mmoja, sababu nimeambiwa kwamba hii ni mara ya kwanza kuwa na mkusanyiko wa watu wengi hivi waliohitimu. Kwa nimefurahi kwamba nitapata kuongea nanyi wote kwa pamoja, na nimeambiwa kwamba huu ni mkusanyiko mkubwa tangu chuo hiki kuanzishwa mwaka 1961. Kwa hiyo hongereni kwa kuweka historia hiyo, lakini pia nawapongeza wote mliohitimu ambao leo mmetukusanya hapa. Asanteni sana. Nilikuwa naendelea kuwapongeza na nawapongeza kwa bahati mlioipata. Kwanza, kuchaguliwa kushiriki mafunzo haya, lakini pili, kuhudhuria mafunzo kipindi chote na kuweza kuhitimu. Tumesomewa takwimu hapa, kuna wenzenu ambao kwa sababu tofauti au sababu mbalimbali hawakuweza kukamilisha. Sasa nyinyi ambao mmekamilisha, kwa kweli niwapongeze sana. Najua miezi 9 haikuwa miezi rahisi, ilikuwa ina raha zake, lakini ilikuwa na shida zake. Hata hivyo mmekomaa, mmejifunza, mmeiva, mmehitimu. Hongereni sana. Sasa nendeni mkayazingatie na kutekeleza kwa vitendo yale yote mliofundishwa kwa kipindi cha miezi 9 mlichokuwa hapa chuoni. Nafahamu kwa nyie ndio mnaokwenda kuwa wakuu wa intelijensia. Baadhi yenu mtakwenda kufanya kazi ya kushirikisha jamii kwenye kile vitengo vyetu vya polisi jamii, wengine mtakuwa kwenye operation mbalimbali, wengine mtakuwa kwenye uchunguzi wa kisayansi ya jinai, lakini wengine mtakwenda kwenye usalama wa barabarani katika ngazi za mikoa na wilaya. Vile vile wapo watakao kuwa wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa upelelezi wilaya, wasaidizi wa wakuu wa idara na vitengo mbalimbali ndani ya jeshi letu katika mikoa, lakini hata makao makuu ya polisi. Kwa hiyo jipangeni kikazi. Hivyo kutokana na majukumu mtakayopangiwa muda mfupi ujao, ni matumaini yangu na ya taifa kwa jumla kuwa mtakwenda kufanya kazi kwa weledi na mtasimamia viapo vyenu. Nilikuwa nawasikiliza vizuri wakati mnaapa, lakini pia wakati mnaimba ule wimbo wa polisi. Mkienda mkifata yote ambayo leo mmeyatamka kwenye kuapa na yale mlioyasema katika wimbo wenu, Tanzania tutakuwa na jeshi zuri mno la polisi. Kwa nendeni kasimamiane yale. Lakini nimesikiliza vizuri maeneo ya mafunzo mliopitishwa na nimeona kwamba yamezingatia nyanja zote muhimu za majukumu yenu, lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo katika mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu, na hiyo ndiyo kazi ambayo mnakwenda kuifanya. Hivyo kwa ujuzi huu mlioupata, ni matumaini ya Watanzania mtakwenda kuwa chachu ya maboresho na mabadiliko ya kiutendaji katika kukomesha vitendo vya uhalifu katika komandi na himaya zenu mtakazopangiwa. Vile vile kwa uelewa mlioupata, mtatusaidia kujibu baadhi ya changamoto zilizobainishwa na Tume ya Haki Jinai zinazohusu kuzingatiwa kwa taratibu na vile vile kasi ya utendaji kazi. Sababu tume ile imeonyesha maeneo mengi ambayo huko nyuma jeshi letu lilikuwa na kasoro. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nadhani mtakwenda kuziba hilo pengo ambalo limeonyeshwa. Kama mnavyotarajiwa kwenda kusimamia haki za raia, mnatarajiwa pia kuendelea kuwa mabalozi wa kusimamia maadili katika komandi zenu. Mwe sehemu ya kukomesha vitendo vya kuomba na kupokea rushwa. Haya ndio maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha, yapo, yanaendelea. Muda baada ya muda tunarushiwa viklipu, na mimi nikirushiwa wanamrushia IGP, watu wako wa barabara fulani, angalia. Na nashukuru nikimrushia hacheleweshi.
anachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo nendeni kakomesheni mambo ya rushwa. Hamjafunzwa ili mpewe silaha zaidi za kwenda kukomesha watu kwenye mambo hayo. Mmefunzwa kwenda kutoa majawabu kwenye yale mambo ambayo jeshi letu linalalamikiwa. Kwa niombe sana, kafanyeni hayo. Kama nilivyosema, wimbo wenu wa maadili ya maafisa wa polisi ambao unaimbwa kila shughuli inayokuwepo ni wimbo mzuri sana, na kama mtasimama nao, basi jeshi letu ndani ya ukanda huu hakuna ambaye anaweza kutushika. Niwaombe sana, kasimamieni viapo na wimbo wenu. Kama mnauimba kwa kumaanisha, basi maudhui yaliyomo kwenye wimbo yanatekelezeka na inawezekana. Na ni dhahiri kama nilivyosema kwamba tutapunguza malalamiko ndani ya jeshi letu kwa kiasi kikubwa. Vile vile jeshi letu litakuwa na heshima zaidi, kwa sababu wenyewe mnajua kwamba Tanzania sio tu jeshi la polisi, lakini na vikosi vyetu vingine viko vizuri ndani ya ukanda wetu Afrika Mashariki, lakini pia kusini mwa Afrika. Kwa tutapokwenda kurekebisha mapungufu tulionayo, tunakwenda kuwa juu zaidi na tutapata heshima zaidi, kwa sababu shida zinapotokea kwa wenzetu tunaombwa twende kusaidia. Heshima ile ni kubwa kwetu na tutapata heshima kubwa zaidi. Kwa niwaombe sana vijana mliohitimu leo, mkawe agents wa mabadiliko, mkawe mawakala wa mabadiliko kule mnakopangwa kazi zenu. Kwa wale watakaopangwa kwenye eneo la usalama barabarani, huku pamoja na jitihada zote tunazochukua, natambua kwamba jeshi limejipanga, kuna jitihada kubwa zinachukuliwa, kuna miradi mikubwa inakuja ya usalama barabarani, mambo ya kufunga makamera, sijui kutumia vipuliza vipima pombe, sijui mambo mengi jeshi limejipanga kufanya. Lakini bado mzimu wa ajali umetuandama sana. Kwa mfano, mwaka huu mpaka kufikia mwezi wa 4 mwaka huu 2025, jumla ya matokeo ni miezi 4, Januari mpaka mwezi wa 4, matokeo 1322 yaliripotiwa na idadi ya watu waliokufa katika hiyo ni 1275, ongezeko la 9% ukilinganisha na mwaka 2024. Kwa kila tunapochukua